Haleluya, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu atukuzwe. Bwana Yesu ahimidiwe milele. Ninawasalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, ambaye ndiye Alfa tena Omega, mwanzo tena mwisho, aliacha enzi na utukufu wake mbinguni, akaja kufa msalabani kwa ajili yetu, akatununua kwa damu yake ya thamani. Atukuzwe sana huyu Yesu ambaye licha ya kwamba alikufa msalabani, lakini akatuonyesha ushindi wa ajabu sana. Hatimaye alifufuka. Ninawaletea salamu za Pasaka, salamu ya kukumbuka kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Tukiwa kama Wakristo tunasherehekea ushindi wa ufufuko wa Mungu wetu, Bwana wetu na Mwokozi wetu Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Yeye ambaye ndiye mwamba wa wokovu wetu, yeye ambaye ndio tumaini letu katika maisha yetu, yeye ambaye ndio anayetufanya tunatembea kibabe, tunaishi kibabe katika ulimwengu huu wa mwili na ulimwengu wa roho. Yeye ambaye ndio anatufanya sisi tunakuwa vyombo vya kuogopeka katika ulimwengu wa roho. Tunaogopwa na ulimwengu wa roho si kwa sababu tunaomba sana, wala tunafunga sana, wala tunamtafuta Mungu sana, bali ni kwa sababu ya kifo cha Yesu Kristo wa Nazareti na kufufuka kwake siku ile ya tatu, ambaye ndio siku kama ya leo tunayoiadhimisha. Amen. Amen, amen. Tunapokumbuka siku nzuri na siku kuu kama hii, kwa sababu sisi kama Wakristo, hiki ndio kiini cha Ukristo wetu. Na ndio maana katika Ukristo lazima uamini kwamba Yesu alikufa na Yesu alifufuka, ndio unakuwa umeokoka. Amen. Hauamini upande mmoja tu kwamba Yesu alikufa kwa ajili yako. Unaamini pia kwamba Yesu alifufuka. Na ndio sababu kuu ya Wakristo au tuseme wafuasi wa Yesu Kristo kuabudu siku ya Jumapili. Watu wengi wao wanajiuliza swali, kwa nini Wakristo wanaabudu siku ya Jumapili? Na kwa sababu mwanzo haikuwa hivyo, kwa nini leo hii Wakristo wote duniani wanaabudu siku ya Jumapili? Tunamwabudu Mungu wetu siku zote za juma. Tunamwabudu Mungu wetu muda na saa yoyote. Kama vile Wakristo wanavyofahamu kwamba katika Ukristo hatuna masharti ya lini mwabudu Mungu, wapi mwabudu Mungu, wakati gani umtukuze Mungu. Lakini siku ya Jumapili imeteuliwa kama siku maalum ya kufanya watu wakusanyike kwa pamoja, waweze kujifunza kuhusu huyu Yesu wetu aliyetufia na kutukomboa na kutununua kwa damu yake ya thamani. Na hatimaye tunautangazia ulimwengu na dunia nzima kwa ujumla kwamba Yesu alifufuka. Kwa hiyo wewe unaenda kanisani siku ya Jumapili, tembea kifua mbele, kwamba unatambua na unaelewa kwamba Yesu alifufuka. Yesu hakuishia kufa na kuzikwa pale kaburini. Yesu alipozikwa kaburini alifufuka, na ndio imani yetu sisi kama Wakristo, na ndicho tunachokiamini, na tunaamini Yesu wetu yu hai, na tunaona matendo yake, na tunaona uwezo wake, na tunaona jinsi anavyotenda kazi. Na ndio maana mimi wasipendi kubishana sana na watu wanaobishana kuhusu utendaji wa Yesu. Wanaosema Yesu ni mwanadamu. Nawaambia kama unabisha, tafuta mtu mwenye mapepo unayemjua wewe na mapepo yake na kazi yani unayomjua wewe, halafu mlete hapa. Wewe omba kwa jina la Mungu wako unayemjua. Halafu sisi tutaomba kwa jina la huyu Yesu aliyekufa na kufufuka. Halafu utaona haya mapepo yatamwogopa nani, yatamtii nani, yatakimbia kwa jina la nani. Amen. Kwa hiyo unapoishi kama Mkristo, tembea kifua mbele, jiamini. Elewa kwamba hata ulimwengu wa roho unakuogopa. Elewa kwamba wewe ni kiumbe wa tofauti, umenunuliwa kwa damu ya thamani. Haijalishi unapitia nini leo. Haijalishi upo wakati gani leo. Haijalishi kuna kitu gani kinakusonga. Haijalishi watu wanakuona ni wa kawaida kiwango gani. Haijalishi watu wanakudharau vyovyote, lakini nakuhakikishia ulimwengu wa roho unakutambua. Unakujua we ni moto lao, kwa sababu aliye ndani yako ni mkuu. Ukishajitambua wewe kama Mkristo, ukishatambua nini unafanya, na kuhakikishia ulimwengu wa roho unakutambua. Amen. Usiishi kizembe kama Mkristo kwa hofu tu, kuogopa kila kitu. Unapokanyaga wewe kama mwana wa Mungu, hakuna nguvu yote ya giza inatakiwa yupo mahali hapo. Kama maandiko yanavyosema, adui atakuja kwa njia moja, ataondoka kwa njia 7. Unapokuwa Mkristo, tusiishi
tusiishi kwa kunung'unika na kulalamika kama watu wa kawaida kwa sababu ya dhiki, tabu, mateso. Lazima tujue kwamba baraka, neema vitatujilia na kutupata kama maandiko yanavyosema. Hata kama tunapita ni kwa muda tu. Yaani jiambie mwenyewe ni kwa muda tu. Hili sio fungu langu, haya sio maisha yangu, kwa sababu Yesu alishatupa ushindi kwa kifo chake pale Kalvari, na akafufuka kuonyesha kwamba yeye ni Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu na mfalme wa wafalme, na kwamba anamiliki dunia, hata kuzimu inamuogopa. Anamiliki kila kitu hapa duniani, mpaka shetani mwenyewe na kuzimu yake, na ndio maana alifufuka. Amen. Yaani na enjoy sana kuwa Mkristo, niko proud sana kuwa Mkristo. Alafu ninaelewa, yani napata raha kuwa Mkristo. Jitambue kama Mkristo. Tambua thamani yako kama Mkristo. Shida yoyote, dhiki yoyote, iambie sikiliza, hapa sio mahali pako. Hapa sio mahali pako. Mimi ni mali ya simba wa kabila la Yuda. Wewe shida, dhiki, tabu, mateso, ondoka hapa, sio mahali yako, sio mahali pako. Mimi wewe, yani hayo dhiki, tabu, mateso sio fungu langu. Kataa. Iambie shida yoyote ulionayo kwamba sikiliza nikwambie, nilipata ushindi kwa kifo cha Yesu pale Kalvari, na akafufuka kuonyesha kwamba yeye ni Bwana wa uzima. Kwa hiyo hata kama unaumwa, sema wewe ugonjwa wa aina yoyote kwa majina yako. Haijalishi daktari amesema nini, lakini ninakuamuru kwa jina la huyu Yesu aliyekufa na kufufuka pale msalabani. Aliyekufa msalabani na kufufuka, ambaye yu hai leo. Kwa jina la Yesu huyo, wewe sio fungu langu na wewe sio sehemu ya maisha yangu. Kataa. Amen. 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 Changamoto ni sehemu ya maisha ya mwanadamu kama Mkristo. Hilo ni lazima uelewe. Lakini sio kila kitu tunakubali. Tunakataa. Tunakataa kwa bidii kwa sababu ya ushindi aliyetupa Yesu. Yesu alikufa msalabani, hakufa bure. Yesu aliteseka, hakuteseka bure. Aliteseka ili sisi tuwe na amani. Aliteseka ili sisi tuwe na furaha. Aliteseka ili sisi tuenjoy maisha. Amen, amen, amen. Atukuzwe huyu Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai, anayetupa jeuri. Tunaishi kifua mbele kwa sababu tu ya huyu Yesu Kristo wa Nazareti, simba wa kabila la Yuda. Mbarikiwe sana, na wapenda na zaidi ya kuwapenda. Lakini bila kusahau huyu Yesu aliyekufa msalabani akatununua kwa damu yake ya thamani, anakupenda upeo. Hilo jiambie kila unapolala, kila unapoamka, kila unapotembea kwamba Yesu anakupenda upeo. Ndio maana aliacha enzi na mamlaka yake mbinguni, akaja kufa msalabani kwa ajili yangu mimi na kwa ajili yako. Wewe ni wa thamani sana. Haijalishi watu wanakuonaje, haijalishi unapitia nini, haijalishi kuna kitu gani mbele yako, lakini thamani yako hailinganishi na kitu chochote, kwa sababu umenunuliwa kwa damu ya thamani, damu isiyokuwa na mawaa, kifo cha Yesu Kristo wa Nazareti pale msalabani, na hatimaye akaibuka mshindi kwa kufufuka. Amen, amen, amen. Barikiwe sana sana sana. Muwe na siku njema.